mwanamke mpumbavu huibomboa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Hakuna kwenye Biblia palipoandikwa mwanamume mpumbavu huibomoa nyumba yake. Anasema hivyo kwa sababu anakujua wewe mwanamke, anajua nini ameweka ndani yako. Anashangaa ndoa yako inapovunjika. Anashangaa, Mungu anashangaa. Kwa sababu uwezesho alioweka ndani yako ni mkubwa mno. Huyu mwanamume ameshavutiwa na wewe. Huyu mwanamume ameshaamua kukupenda. Huyu mwanamume amepambana kukutafuta mpaka ukakubali. Huyu mwanaume kapambana kwenda kutafuta na mahari. Huyu mwanaume kapambana kwenda kutafuta na wazazi wake, kawakusanya, kawabeba mzigo mpaka kwenu. Huyu mwanaume kakupeleka madhabahuni, mmefunga ndoa. Huyu mwanaume wewe una uwezo mkubwa sana wa kumbadilisha. Mungu anashangaa kama utaruhusu ndoa yako ivunjike. Ndio sababu ya hili neno. Na labda nikupe mfano, mtu wa Mungu. Hebu fikiria kama wewe, hebu jiweke kwenye nafasi ya mzazi ambaye ana mtoto, kijana wa kiume, amemlea, amekuwa vizuri. Na akamwambia kijana, ungependa kufanya nini kwa habari ya maisha yako? Na kijana akamwambia, mimi napenda biashara ya magari. Akamwambia, biashara ya magari unaipenda kinamna gani? Nenda kaistadi hiyo biashara. Kijana akatoka, akaistadi ile biashara, akaielewa, akajua anahitaji nini ili kuendesha ile biashara, akajua kila kitu kinachotakiwa kwa ajili ya hiyo biashara. Akarudi kwako mzazi kwamba nimesha istadi hii biashara. Nafikiri ili niende vizuri nahitaji kuanza na magari 20. Nahitaji pesa kiasi fulani ili hii pesa inisaidie kama mtaji kununua mafuta na vitu vingine. Nahitaji madereva kadhaa, nahitaji garage ya kutunza haya magari, nahitaji 1 2 3, nahitaji kujenga garage, nahitaji 1 2 3 4 5 10 20 vyote. Na wewe kama mzazi ukampa vyote anavyohitaji, na baada ya kumpa hivyo ukamuongezea na ziada. Kumwambia, nenda mwanangu, fanya hiyo biashara unayoipenda. Sasa hebu fikiria siku huyu kijana baada ya kupewa kila kitu anachohitaji ili afanye biashara anayoipenda mwenyewe, ili afanye biashara ambayo ameshaistadi na anasema hivi ndio vinahitajika na amepewa vyote. Hebu fikiria siku anarudi baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miezi, miaka 10, 20, anarudi anakuja kuambia mzazi, ile biashara ni upuuzi mtupu, ile biashara ni mateso kwangu, ile biashara inanisumbua, siitaki. Na saizi hapa nimekuja nataka kuchukua kiberiti nikachome moto yale magari yote, nichome na yale magereji niliyojenga, kila kitu, sitaki. Hii biashara ni upuuzi mtupu. Wewe kama mzazi utamwambia nini huyu mtoto wako? Wewe kama mzazi utamuita jina gani? Sidhani kama utampa jina jingine lote zaidi ya mpumbavu. Kwamba wewe mtoto ni mpumbavu. Na hicho ndicho anachosema Mungu. Kwa sababu ameshaweka uwezesho ndani yako wewe wa kuweza wewe huyu mwanaume, mradi yeye alivutiwa na wewe akafanya hayo yote ili uwe mke wake. Ameweka uwezesho ndani yako wa kubadilisha mwelekeo wake, kubadilisha tabia zake, kubadilisha mwenendo wake. Wewe unaweza kumgeuza kwenda kokote unakotaka. Kaishaweka uwezesho ndani yako. Kwa hiyo ndoa ikivunjika anashangaa, anasema mtoto huyu mpumbavu. Nimeweka kila kitu ndani yake. Nimempa kila kitu cha kuweza kutunza hii ndoa. Nimempa kila kitu cha kutembea na huyu mwanamume vizuri ili aishi kwa furaha na amani. Lakini anakuja kuniambia hii ndoa niliyompa ni mzigo, ni upuzi, inabidi kuivunja. Hana jina lingine la kukuita, ndio maana anakuita mpumbavu mwanamke mwenzangu. Na wakati wa pumbavu umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe wenye akili, tujigundue Mungu ameweka nini ndani yetu. Na sitakaa nikudanganye kwamba itakuwa ni rahisi, lakini ukiwa tayari kufanyia kazi haya tunayojifunza, bila shaka kabisa utakwenda kumshangaa Mungu katika ndoa yako, mtu wa Mungu. Binti unayejiandaa, utakwenda kuingia kwenye ndoa yenye ushindi toka mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakwenda kumshangaa Mungu, mtu wa Mungu, bila wasiwasi kabisa. Hebu tutembee pamoja, usiache kufuatana nasi. Kitu chochote kizuri kinahitaji gharama. Ukiona bustani nzuri, maana yake kuna mtu amekuwa tayari kuifanyia kazi, amekuwa tayari kuimwagilia, amekuwa tayari kuilimia, kuitilia mbolea, ndio maana ni nzuri. Ukiona nyumba nzuri imejengwa, mtu amekuwa tayari kuingia gharama, ndio maana ni nzuri. Hata wewe, sio kwamba itakuwa rahisi, lakini inawezekana kabisa ukitembea pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako wanawake wenye ushuhuda, wako wanaopiga kelele za ushindi. Tutaendelea kuleta shuhuda, utazisikia. Wako na wewe unaweza kwa jina la Yesu, mtu wa Mungu. Unaweza na huyo mwanamume huyo uliyefunga naye ndoa kanisani. Unaweza, haijalishi tabia zake. Kwa sababu wewe pamoja na Mungu ni utimilifu. Na Mungu anaweza yote. Bwana Yesu asifiwe.